Ni zipi dalili sahihi kutofautisha kati ya hedhi na istihadha, na nifanyeje ibada zangu katika hali hizo? Hedhi ni tofauti na istihadha. Hedhi ni ile damu ambayo inatoka kila mwezi, kila mwanamke anaye, na istihadha ni damu ya ugonjwa ambayo mara nyingi inatoka baada ya hedhi. Sasa tofauti kati ya hedhi na istihadha, damu ya hedhi si kama damu, ni kitu kizito, na wakati mwingine imechanganyika rangi nyekundu, rangi ya manjano, rangi nyeusi ndani yake, na harufu yake si harufu ya kawaida, si kama damu ya istihadha. Istihadha ni sawasawa na damu ya mtu kukatika, ama damu ya kuchinja, haina harufu, ni damu ya kawaida tu. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maswahaba walipomuuliza Mtume, wa yasalunaka anil mahidh qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahidh wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah. Wanakuuliza juu ya hedhi, we Muhammad. Muhammad ajui, yesi mwanamke, anashindwa kujibu. Inabidi Mwenyezi Mungu amtume Jibril ateremshe wahi, anamwambia Mtume, waambie hawa, qul huwa adha, hedhi ya mwanamke ni uchafu. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid, epukaneni na wanawake wanapokuwa katika hedhi zao. Kuepuka maana yake msistarehe na wao wakiwa katika hedhi. Mwanamke anaruhusiwa kupika katika hedhi yake, unaruhusiwa kucheza naye, unaweza ukaoga naye akijifunga. Mtume alikuwa akioga na Bi Aisha akiwa katika hedhi, anacheza naye, anajifunga vizuri, bora usije ukaingia ikaleta matatizo. Na kiu unaweza ukacheza naye, anaruhusiwa kupika. Kuna baadhi ya watu mwanamke akiwa katika hedhi anatengwa kwenye room, hiyo room ndo atakuwa anakaa huko paka amalize. Haruhusiwi kupika, haruhusiwi kuosha vyombo, haruhusiwi kufua nguo. Wanasema mwanamke ni najis. Sio najis, kinachotoka kwake yeye ndo kinakuwa ni najis. Kwa hivyo hiyo ndo tofauti. Lakini istihadha ikionekana ni damu ya kawaida tu, unaruhusiwa kufanya yale yote ambayo ulikuwa umekatazwa katika hedhi. Utaanza kuswali hata kama inakutoka, utajifunga vizuri katika istihadha, katika damu ya ugonjwa. Umefahamu? Utaanza kuswali, utafunga kama ni kufunga saum, utaishika Qur'ani na mengineo mengi ambayo ulikuwa umekatazwa. Na kwa wale ambao wamekwenda kufanya ibada ya haji vile vile wataendelea na ibada zao. Katika hali kama hiyo nafikiri ziko mbili, ile ya kwanza ni hedhi na nyingine ni istihadha.